Kuhusu uzazi wa mpango. Karibu hapa kwa Dr. Avit Afya na Maisha. Ninaanza series leo ya kuzungumzia uzazi wa mpango kwa ujumla, na tutaelezea aina zote tofauti tofauti za uzazi wa mpango ili mtu anapoamua kuchukua huduma ya uzazi wa mpango achukue huduma hiyo akiwa na taarifa za kutosha kabla ya kuchukua. Na kwa Tanzania tuna njia mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya uzazi wa mpango. Leo nitazipitia kwa juu, lakini kwenye series hii ambayo nimeanza leo nitagusia aina moja baada ya nyingine, tuone namna inavyotumika, faida zake, changamoto zake. Yote hayo ni upate taarifa za kutosha kabla ya kufanya maamuzi. Leo nitakupitisha, zipo njia mbalimbali, lakini kuna njia za muda mfupi, lakini pia kuna njia za muda mrefu, lakini pia kuna njia za kudumu za moja kwa moja, lakini pia kuna njia za dharura, lakini pia kuna njia za asili, ambazo hizo zote ni njia za uzazi wa mpango na kwa Tanzania zinatumika. Kwa hiyo tutaanza kugusia moja baada ya nyingine. Kwa hiyo fuatana na mimi, na kama umependa ujumbe huu, like, share na kucomment ili watu wengi waweze kufikiwa na ujumbe huu na wengi wapate kufanya maamuzi sahihi pindi wanapofanya huduma hizi za uzazi wa mpango. Karibu sana kwa Dr. Avit Afya na Maisha.